Kwa kuna wakati mwingine unaweza ukafanya toba kwa ajili yako na ukafanya toba kwa ajili ya watu wengine. Amtaki tena. Kitabu cha Daniel sura ya 9 na ule mstari wa 20. Haleluya. Biblia inasema Danieli 9 mstari wa 20, Biblia inasema ndio, basi hapo nilipokuwa nikiomba na kuomba, ndio, na kuungama dhambi yangu. Nikiungama dhambi ya nani? Yangu. Sauti kanisa, yangu. Ndio, na dhambi ya watu wangu Israeli. Hakuishia tu kwenye dhambi yake, akaenda na dhambi ya watu wake Israeli. Maana kuna wakati tunaungama kwa ajili ya dhambi zetu na tunaungama kwa ajili ya dhambi za watu wetu. Unaweza kuwa na mwanamke, umekuja kanisani, umeokoka, unanena kwa lugha, umejazwa Roho Mtakatifu, lakini hujui njia za mume wako, na mume wako akiliharibu huko, ile laana inaweza kuipiga nyumba yote ya kwako. Amtaki tena. Amen. Amtaki tena. Amen. Kwani Yoabu alipomuua Abneri, dhambi iliishia kwake? Ilipiga yeye na nyumba yake yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu wa Mungu hapa. Kwani Ahabu, mke wa Ahabu alipomuua nani? Nabos, na kulichukua shamba, ile dhambi iliishia kwake? Ilipiga na nani? Tumeelewana watu wa Mungu? Ilipiga mpaka na watoto na mume na kila mtu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa kuna wakati mwingine, jifunze kuungama kwa ajili ya dhambi yako. Jifunze kuungama kwa ajili ya dhambi ya watoto wako. Hamjanisikia? Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu sura ya 1, Biblia inasema watoto wa Ayubu walipokuwa wakifanya sherehe, Ayubu usogeza sadaka ya rehema na kusema, Mungu, yamkini uko katika kufanya sherehe wamekutenda dhambi. Wewe una watoto wanavuta bangi na toba utaki. Wewe una watoto wanakuvuta madawa hivi na toba utaki. Amen. Una watoto wakubwa wa kike na wa kiume, utaki toba. Tubu kwa ajili yako, tubu kwa ajili ya watu wako. Naona kama nimewauzi vile. Naona mnaniangalia kwa hasira. Haleluya. Tubu kwa ajili yako, tubu kwa ajili ya mume wako, tubu kwa ajili ya mke wako, tubu kwa ajili ya watoto wako, tubu kwa ajili ya wajukuu wako. Haleluya. Haleluya. Kwa tunapozungumzia toba, usijiangalie tu peke yako. Daniel anasema